Leo nimekuletea habari kubwa ambayo inazungumziwa sana katika vichwa vingi vya habari Afrika na hata duniani kwa ujumla kuhusiana kwa kuchaguliwa kwa Tundu Lissu kuwa makamu mwenyekiti wa Umoja wa Vyama vya Kidemokrasia Duniani IDU. Mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu akiwa bado yupo gerezani amechaguliwa kuwa makamu mwenyekiti wa Umoja wa Vyama vya Kidemokrasia Duniani IDU baada ya muungano huo kuhitimisha mfululizo wa mikutano yake jijini Brussels, Ubelgiji, kwa kufanya uchaguzi wa safu mpya ya uongozi. Sasa leo tutaangalia sababu za kuchaguliwa kwa Tundu Lissu. Zifuatazo ni sababu za kuchaguliwa kwa Tundu Lissu kuwa makamu mwenyekiti wa Umoja wa Vyama vya Kidemokrasia Duniani IDU. Sababu ya kwanza ni kuwa na rekodi ya msimamo usioyumba katika kupigania haki, utawala bora na demokrasia Tanzania. Licha ya mazingira hatarishi ikiwemo jaribio la kutolewa uhai, ndio imewapa imani wajumbe kutoka mataifa mbalimbali ulimwenguni kumchagua Mheshimiwa Tundu Lissu katika wadhifa huo. Sababu ya pili ya kuchaguliwa kwa mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu kuwa makamu mwenyekiti wa Muungano wa Vyama vya Demokrasia na Maendeleo Duniani IDU. Sababu ya pili ni uzoefu wa Tundu Lissu. Tumeona kwamba Tundu Lissu ni mzoefu katika mapambano ya kutafuta demokrasia ya kweli, haki na uhuru wa kweli. Tundu Lissu kiongozi bora sana, jasiri, shujaa. Hiyo ndio imempa credit, imempa pointi ya yeye kuchaguliwa kuwa makamu mwenyekiti wa Umoja wa Vyama vya Kidemokrasia Duniani. Kwa hiyo tunampa pongezi, tunampa hongera na pia ni mafanikio makubwa kwake